Mambo vipi? Kwa majina anaitwa Morris Makazi, ni CEO wa King Morris TV. Nikukaribisha katika makala hii ili uweze kujifunza, kuelimika na kuburudika. Katika makala hizi utaweza kupata mambo ambayo haujawahi kuyasikia kokote: historia za zamani, makala za siasa, makala za burudani. Yote haya utayapata ndani ya King Morris TV. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe channel hii. Kaa nami katika makala hii. Mambo vipi? Hali gani mpenzi mtazamaji wa King Morris TV? Nikukaribishe katika makala hizi ili uweze kujifunza na kupata vitu vizuri zaidi. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe channel hii. Mwaka 1961 Marekani ilianzisha mpango wa siri uliojulikana kama Operation Mongoose kwa lengo kuu la kuangamiza serikali ya Fidel Castro nchini Cuba. Mpango huu uliotokana na mzozo mkubwa wa kisiasa kati ya Marekani na Cuba, hasa baada ya mapinduzi ya Cuba chini ya Fidel Castro mwaka 1959, ambapo serikali mpya ilichukua mwelekeo wa kisiasa wa kiujumla na wa kijeshi na wa kimila uliozidi kuwa hatari kwa maslahi ya Marekani katika eneo hilo la Amerika ya Kati. Marekani hasa kupitia CIA ilihisi kuwa Cuba chini ya Fidel Castro ilikuwa tishio kubwa kwa usalama wake wa kieneo na kitaifa kwa ujumla, hasa kwa kuwa Cuba ilikuwa imejiunga na Umoja wa Kisovieti, mshindani mkuu wa Marekani katika vita baridi vya siasa. Operation Mongoose iliundwa kwa lengo la kuharibu na kuondoa kabisa utawala wa Fidel Castro kwa njia za siri na za kijeshi ambazo zilijulikana kwa umma. Ilihusisha matumizi ya vitisho vya kijeshi, ujasusi, propaganda, mashambulizi ya kigeni na hata njama za kuua Fidel Castro. Kampeni hii ilikuwa sehemu ya mbinu kubwa za Marekani za kujaribu kurejesha ushawishi wake katika kisiwa hicho kwa kuharibu serikali ya mapinduzi. Mbinu mbalimbali ambazo zilitumika ni pamoja na usaidizi wa makundi ya wapinzani wa ndani, mashambulizi ya mabomu madogo na hata njama za kuharibu meli za Cuba. Chanzo cha mpango huu kilitokana na kuongezeka kwa wasiwasi wa Marekani kuhusu kuenea kwa wazalendo wa kishabiki katika Umoja wa Kisovieti katika eneo hilo kariban, na hasa baada ya mvutano mkubwa uliotokea katika tukio la Krisimu ya mishale ya Urusi mwaka 1962, ambapo Umoja wa Kisovieti uliweka silaha za nyuklia kwenye Cuba karibu sana na pwani za Marekani. Hali hii ilizidisha haraka juhudi za Marekani za kuangamiza utawala wa Fidel Castro kabla ya silaha hizo kuwashwa kwa uhakika wa mzozo mkubwa wa kivita. Hata hivyo, Operation Mongoose ilikumbwa na changamoto kubwa na hatimaye kushindwa. Sababu kuu ya kushindwa kwa mpango huu ilikuwa ni pamoja na ujasusi mzuri wa Cuba na usaidizi mkubwa wa Umoja wa Kisovieti katika serikali ya Fidel Castro, ambao ulijumuisha mafunzo, silaha na taarifa za kijeshi. Aidha, njama za CIA na vikundi vya wapiganaji wa Cuba waliopiganwa na serikali ya Fidel Castro hazikuweza kuleta mabadiliko makubwa katika mwelekeo wa nchi. Uwezeshaji wa wananchi wa Cuba kwa upande wa serikali na uelewa wao hatari za mikakati ya Marekani ulizidisha mshikamano wa kitaifa. Pia, uamuzi wa Marekani kuzuia mipango mikubwa ya kijeshi na kuendelea kutumia mbinu za siri ulisababisha kukosa ufanisi mkubwa wa Operation Mongoose. Kuna matukio mengi ya njama za kumuua Fidel Castro ambazo hazikufanikiwa na kutoonekana kuwa hatari pia kwa usalama wa kitaifa, kwani mashambulizi hayo yalihatarisha
kuanzisha kwa vita vya mikoa kati ya Marekani na Umoja wa Soviet. Operation Mongoose ilibaki kuwa moja ya jaribio kubwa la Marekani kutaka kuangamiza serikali ya Fidel Castro kwa njia za siri na za kijeshi, lakini ikashindwa kwa sababu ya mshikamano wa Cuba, usaidizi wa Umoja wa Soviet na changamoto za kiusalama na kimkakati. Mpango huu uliathiri uhusiano wa kisiasa kati ya Marekani na Cuba kwa miaka mingi sana na kuibua mgogoro mkubwa katika historia ya vita baridi kati ya mataifa haya mawili makubwa. Una mtazamo gani juu ya makala hii? Niandikie sehemu ya comment ni nini mtazamo wako. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe katika channel hii. Asante.